Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa humu nchini na katika mitandao ya kijamii jioni hii. Onyo lingine kali limetumwa kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan ya CCM kuhusiana na kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole siku ya tano leo bado hajapatikana. Tume ya uangalizi wa haki za binadamu serikalini nchini Tanzania imetuma ujumbe mkali Ikulu sasa hivi. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kesi inayoendelea ya kutekwa nyara kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole imechukua sura mpya na nzito baada ya tume ya haki za binadamu na utawala bora Tanzania THBUB kulaani vikali tukio hilo na kutuma onyo kali. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya tume hiyo, Humphrey Polepole alitekwa nyara usiku wa Oktoba tarehe 6 mwaka huu majira ya saa 8:30 usiku katika eneo la Ununio jijini Dar es Salaam, ikiwa ni mara yake ya mwisho kuonekana. Majibu ya tume yanaongeza sauti yenye nguvu kwa wito unaoongezeka wa haki na ulinzi wa haki za binadamu nchini, wakati taifa likikabiliana na fumbo la utekaji nyara wa Polepole na athari zake kwa uhuru na usalama. Akizungumza kutoka Dodoma, mwenyekiti wa THBUB jaji mstaafu Mathew Mwaimu alisema kuwa utekaji nyara wa Polepole unawakilisha ukiukwaji mkubwa wa haki za msingi za binadamu na misingi ya utawala wa sheria. Alisisitiza kuwa kitendo hicho si tu kwamba kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka wa 1977 bali pia kinahatarisha mfumo mpana wa amani na demokrasia katika taifa. Taarifa ya tume hiyo ya haki za binadamu Tanzania ilisisitiza kuwa kutekwa nyara kwa mtu wa umma kama Polepole kunatuma ujumbe hatari kuhusu hali ya usalama na ulinzi wa uhuru wa kimsingi. Jaji Mwaimu alifafanua zaidi kwamba utekaji nyara wa Polepole ulifikia kitendo cha ukatili na ukiukaji wa wazi wa ibara ya 14 ya katiba ambayo inamhakikishia kila Mtanzania au mtu haki ya kuishi na kupata hifadhi ya maisha. Alisisitiza kwamba kutoweka kwa Polepole lazima kuchukuliwe sio tu kama tukio la kisiasa au la jinai, lakini kama dharura ya haki za binadamu inayodai hatua za haraka za serikali. Wito wa tume ya haki za binadamu kwa serikali haukuwa na utata. Ilizitaka mamlaka kutekeleza majukumu ya kikatiba na kuhakikisha kuwa hakuna Mtanzania anayefanyiwa vitendo hivyo vya kinyama. Wakati shinikizo likiongezeka, tume ya haki za binadamu na utawala bora imeagiza jeshi la polisi na serikali nzima ya Tanzania kufanya uchunguzi wa haraka na wa uwazi ili kubaini waliohusika na utekaji nyara wa Humphrey Polepole na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Tume hiyo ilionya kwamba kucheleweshwa kwa hatua kunaweza kuondoa imani ya umma katika dhamira ya serikali ya kulinda raia wake. Katika pumzi hiyo hiyo ilitoa wito kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na vyombo vingine vya dola kuweka kipaumbele cha maisha ya binadamu kuliko kitu kingine chochote kile, ikisisitiza kwamba kila raia Mtanzania, ikiwa ni pamoja na wakosoaji wa kisiasa na serikali, anastahili ulinzi kamili chini ya sheria. Taarifa ya tume hiyo pia ilihimiza umoja kati ya viongozi wa serikali, taasisi za kidini na watendaji wa kisiasa katika kukemea vitendo vya utekaji. Ilionyesha kwamba utekaji nyara wa Humphrey Polepole si jambo la pekee bali ni sehemu ya mwenendo wa vitisho na kutoweka kwa watu ambao huhatarisha kudhoofisha taswira ya Tanzania kama demokrasia ya amani. Wito wa haki za binadamu kwa serikali kwa hiyo ulikuwa wazi: kulaaniwa kwa pamoja lazima kutafsiriwe katika vitendo vinavyorejesha imani ya umma kwa taasisi za kitaifa. Jaji Mwaimu alisisitiza kuwa polisi ni lazima si tu kuwasaka waliohusika na utekaji nyara wa Humphrey Polepole bali pia kutoa taarifa za mara kwa umma kuhusu maendeleo ya upelelezi. Uwazi, alibainisha, ni muhimu katika kuzuia taarifa potofu na uvumi ambao unaweza kugawanya zaidi nchi. Onyo la shirika la haki za binadamu kwa serikali ya Tanzania lilikuwa kali zaidi: kushindwa kuwasiliana kwa uwazi kunahatarisha hisia ya ukosefu wa usalama ambayo tayari imeanza kuhisiwa miongoni mwa Watanzania kufuatia kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole kumezua wasiwasi nchi nzima, hasa kwa sababu ya msimamo wake wa wazi kuhusu masuala ya utawala na sera. Wengi wanaona kutoweka kwake kama kipimo cha dhamira ya serikali ya kudumisha maadili ya kidemokrasia na haki za binadamu. Mashirika ya kiraia katika kuitikia wito wa tume yamezitaka mamlaka kuhakikisha kwamba kesi hii haiwi tukio jingine ambalo halijatatuliwa katika rekodi ya taifa ya Tanzania ya kutoweka kwa kutekelezwa. Jumuiya ya haki za binadamu inaendelea kudai maendeleo yanayoonekana, sio tu ahadi zisizoonekana.
Watetezi wa haki za binadamu pia wamekumbusha serikali ya Samia Suluhu kwamba jumuiya ya kimataifa inafuatilia kwa karibu majibu ya Tanzania kwa utekaji nyara wa Humphrey Polepole. Walisisitiza kwamba kuzingatiwa kwa haki ya kuishi na uhuru ni msingi wa sheria za kimataifa na uzembe wowote au kudhaniwa kushiriki katika matukio kama hayo kunaweza kuharibu sifa ya taifa. Kwa hivyo rufaa ya tume hiyo ya haki za binadamu imekuzwa katika duru za kijamii na kisiasa na kuzidisha shinikizo kwa mashirika ya usalama kwa matokeo ya kuaminika. Mwitikio wa umma kwa kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole umekuwa na hofu, kufadhaika na mshikamano pamoja na taharuki. Watanzania wengi wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kueleza mshtuko wao, wakihoji inakuwaje utekaji nyara wa hali ya juu kama huo namna hii utokee katika jiji kubwa bila kuingiliwa mara moja, au siku ya 5 bila kupatikana aliyetekwa nyara. Kwaya inayokuwa ya watetezi wa haki za binadamu inayoitaka serikali ya Samia Suluhu kuhakikisha usalama kwa raia wote inaakisi hitaji pana la uwajibikaji, ujumbe ambao unasikika zaidi ya kesi hii moja. Kadiri siku zinavyosonga bila taarifa zilizothibitishwa kuhusu alipo Humphrey Polepole, taasisi za haki za binadamu zinaongezeka maradufu kwa kusisitiza kuwa serikali iwajibike moja kwa moja kutatua kesi hiyo. Hata hivyo, tume hiyo ya THBUB imejitolea kufuatilia hali hiyo kwa karibu na kuwawajibisha watendaji wa serikali iwapo kutakuwa na ushahidi wa uzembe au kizuizi. Kwa jumuiya ya haki za binadamu, wakati huu unawakilisha mtihani muhimu wa ufuasi wa Watanzania kwa kanuni zake za kikatiba na heshima yake kwa utakatifu wa maisha. Wakati huo utekaji nyara wa Polepole unaendelea kutawala mazungumzo ya umma na kuchochea wasiwasi na mjadala wa kisiasa nchini kote. Raia, makundi ya kutetea haki za binadamu na viongozi wa upinzani wameungana katika ujumbe mmoja ambao ni serikali lazima ichukue hatua haraka na kwa uwazi ili kumpata Humphrey Polepole, kulinda familia yake na kurejesha imani katika mfumo wa haki wa taifa. Wito wa haki za binadamu kwa serikali bado hauteteleki kukomesha hali ya kutojali, kudhamini usalama na kuthibitisha kwamba hakuna raia bila kujali maoni yao ya kisiasa atatoweka tena bila kujulikana. Wakati taifa likisubiri majibu, utekaji nyara wa Humphrey Polepole umekuwa zaidi ya kesi ya kutoweka tu, umebadilika na kuwa wakati mahususi kwa mifumo ya haki na haki za binadamu ya Tanzania. Wito huo wa tume ya haki za binadamu na utawala bora na asasi nyingine za kiraia umeiweka serikali chini ya uangalizi mkubwa, huku wananchi wakitaka kuwekwa wazi, uwajibikaji na kurejea salama kwa Polepole. Iwapo mamlaka yatachukua hatua madhubuti katika kukabiliana na mzozo huu, itaamua sio tu bali pia imani ya umma katika uwezo wa nchi wa kushikilia utu wa binadamu na utawala wa sheria. Mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment chini ya video hii, alafu vile bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa umenisaidia kwa sana. Alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi.